Kremlin imeonya kwamba itafuatilia kisheria na hata kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya watu binafsi na nchi za Ulaya zinazohusika na kile ilichokiita wizi wa mali za serikali ya Urusi zilizogandishwa katika nchi hizo. Onyo hiyo imekuja wakati viongozi wa Ulaya wakijadili pendekezo la kutoa mkopo wa dola bilioni 165 kwa Ukraine kwa kutumia mali za Urusi zilizopo barani humo kama dhamana. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Jumatano kwamba hakuna tofauti kati ya kuiba mali zilizogandishwa na kuzitumia kama mkopo bila kuzikamata rasmi. Tunazungumzia wizi, alisema kwenye mazungumzo na waandishi wa habari. Kauli hiyo imefuatia siku moja baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kusaini amri ya kuharakisha ugawaji upya wa mali ndani ya Urusi, hatua inayochukuliwa na wachambuzi kama ishara ya kujibu mipango ya Ulaya. Wanasema Moscow inaweza kukamata mali za kampuni za kigeni au watu binafsi kutoka nchi zinazounga mkono mkopo kwa Ukraine. Tayari Urusi imetoa baadhi ya shughuli za makampuni ya magharibi kama sehemu ya kugawa upya utajiri wakati wa vita. Tangu kuanza kwa vita dhidi ya Ukraine, mataifa ya magharibi yamegandisha mali za Urusi zenye thamani ya takriban dola bilioni 300, karibu nusu ya akiba ya dhahabu na fedha za kigeni za benki kuu ya Urusi. Mali hizo nyingi zimehifadhiwa kwenye Umoja wa Ulaya na Uingereza. Kwa sasa, Tume ya Ulaya inapendekeza kutoa mkopo wa fidia wa euro bilioni 144, takriban dola bilioni 165 kwa Ukraine, ukitumia mali hizo bila kuzikamata moja kwa moja. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema Jumanne kwamba mkopo huo utatolewa kwa awamu na hautahusisha unyakuzi wa moja kwa moja wa mali za Urusi. Tayari kundi la nchi za G7 zimetoa mkopo kwa Ukraine kwa kutumia mapato ya mali hizo kama dhamana. Lakini mpango huo umekumbana na upinzani mkubwa. Waziri Mkuu wa Ubelgiji, ambapo mali nyingi za Urusi zimehifadhiwa, ameelezea hatari kubwa kwa nchi yake. Nchini Ujerumani, Kansela Friedrich Merz anakabiliwa na upinzani mkubwa wa siasa za mrengo wa kulia unaopinga matumizi ya fedha za walipa kodi kusaidia Ukraine. Kremlin inaweza kuchukua hatua za kulipiza kisasi kwa kulenga mali za Ulaya zilizomo ndani ya Urusi, ikiwemo akaunti maalum za Type C ambako mapato ya kigeni ya makampuni ya watu binafsi yamewekwa chini ya udhibiti wa serikali. Pia inaweza kuharakisha unyakuzi wa mali na hisa za makampuni ya Ulaya na kuzizuia kama ilivyofanya na baadhi ya makampuni ikiwemo Carlsberg ya Denmark. Putin amesisitiza kwamba hatua yoyote ya Ulaya kunyakua mali za Urusi ingeharibu kabisa kanuni za mfumo wa kifedha wa kimataifa na kusababisha madhara makubwa kwa uchumi mzima wa dunia. Katika hotuba yake mjini Minsk Juni mwaka huu, Putin alisema kile alichokiita wizi wa akiba za Urusi itapunguza kasi ya mfumo wa kifedha wa magharibi na kuharakisha uundaji wa mifumo ya malipo mbadala isiyoingiliwa na mataifa ya magharibi. Mara tukiona mali zetu zimeibiwa, mchakato wa kugawanyika kwa mifumo ya malipo utakuwa usioweza kurekebishwa, alisema Putin.